ndani ya Ramadhani na baada Ramadhani insha Allah. Tudumu katika ibada, kama ni ibada ya kuvaa tujistiri kama alivyosema Allah fil Ahzab, ya ayuha nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudanina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an la yu'rafna dhalika min ayati Allah. Tujue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ametulazimisha sisi kuvaa hivi mlivyovaa leo hapa mbele ya umati wa Kiislamu. Si mapendekezo yetu. Nani ambaye kwamba hataki kalikiti yake ionekane? Nani ambaye kwamba atakuonyesha vile shepu Allah amemuumba? Lakini Allah amemwambia shepu hiyo si ya kila mtu, sio kwamba ati ni kitu ya kila kitu, sio public property. Shepu yako kwamba Allah amekupa sio public property. Ni ya mtu mmoja peke yake ambaye kwamba ni halali yako. Kama ni uzuri ambao kwamba Allah amekupa, kama ni haiki Allah amekupa, kama ni miguu mizuri Allah amekupa, istiri kwa ajili ya Allah. Yule ambaye kwamba ataruzukiwa kukuoa atakwenda kuona enjoy. Kila siku tunaenda sokoni hapa. Ukifika sokoni, ukiona sanduku la samaki ambao kwamba wako wazi na sanduku la samaki ambao kwamba wamefinikwa, utakimbilia gani wewe? Kwa nini? Kwa sababu kuna stara na kuna epushwa na magonjwa mengi. Na hivyo ndivyo ilivyo. Hadhihi min sunnatillah fil khalqi walillahi almathalul a'la. Na kwa Mwenyezi Mungu kuna mifano mikubwa zaidi yetu. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala alipolijua hili katika mujtama kwamba mwanamke wa Kiislamu, mwanamke ambaye kwamba si Muislamu, asipopatwa malezi mazuri, akafunzwa kuvaa, akafunzwa kutembea, akafunzwa kula, kutakuwa na shida kubwa nyingi zaidi katika mujtama. Wanasema baadhi ya Waarabu katika mashairi, al-ummu madrasa, mama ndiyo chuo. Nani ambaye kwamba anakataa neno hili? Sisi tukizungumza miongoni mmoja, mimi mwenyewe kijisifu, kama ni lugha ya kwanza kujifunza alifundishwa na nani? Na mama, sio baba. Hakuna father tongue but there is mother tongue, si ndio? Lisanul mama ndio mwalimu wa kwanza kutufunza sisi kula, kutufunza kunywa, mpaka maji tulikuwa tunaita mma, kwa sababu ya mama ndio mwalimu wa kwanza kutufundisha hivyo. Kwa hivyo al-ummu madrasa. Je, kama mama ni chuo, Uislamu kajua kubwa jambo hili, ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kalijua ni kubwa, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akajua ni kubwa, akafanya bidii kumtengeneza mwanamke wa Kiislamu. Leo ulimwengu wanawake wanadhalilishwa. Kama ni advertisement ya vitu katika mabango, hakuna mwanamke ataekwa pale. Kama ni makarolite, mwanamke ataekwa pale uchi. Wanamaanika mwanamke, mtoto, binti ya watu akiwa amevaa dress ambayo kwamba sleeveless, migongo iko wazi, mikono iko wazi, nywele ziko wazi, alafu unasema sisi tunadhalilisha mwanamke wa Kiislamu. Wewe ambaye kwamba umemwanika nje kumuonyesha uchi wake, na mimi ambaye kwamba nimemsiri, nani ambaye kwamba anamdhalilisha? Hizi ni fikra za kitawaghuti. Ndugu zangu na dada zangu Waislamu, tujue kwamba ukitaka kufaulu duniani na kesho akhera na kabrini, lazima tushikamane na kitabu cha Allah na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anasema mshairi mmoja katika washairi wa dini ya Kiislamu, akimtambua mtoto wa kisichana wa Kiislamu, anasema allimuha idha aradtum ulaha fabighairi ta'limi lan tarfa'uha hadhibu khuluqaha wa raq'uha warfa'u sha'nuha wa la tuhmiluha hiya bintu lakum wa ukhtun wa yaqtadhiha min kulli amrin baniha. Qala shairu, anasema mshairi huyu wa Kiislamu, mpatieni elimu huyu mtoto wa kisichana. Na sisi katika jamii yetu mtoto wa kisichana wengi hawampatii elimu, wanakimbilia kusomesha wavulana peke yao. Alafu kina baba wanapata mabibi ambao kwamba hawana knowledge ya dini, hawana knowledge ya maisha yao, hawana knowledge ya kujitambua yeye ni nani katika mujtama. Lakini ukitaka mtoto wako heshimiwe, alimuha idha aradtum ulaha, mpatie elimu ya kimsingi ya maisha ya mwanadamu kutaka heshimiwe. Fabighairi ta'limi lan tarfa'uha, pasi na ilmu hakuna mtu ambaye kwamba atamheshimu. Huko Kwale, mnasema mko Kwale County, si ndio? Gavana ni nani? Gavana wenu ni nani, mwanamume mwanamke? Okay. Watu wanamheshimu akimpigia saluti, si ndio? Kwamba mheshimiwa amekuja, mheshimiwa gavana. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya elimu. Ama hajasoma? Kwa sababu ya ilmu. Tukizungumzia ilmu, kullu ma yanfa'u an-nas ala wajhi al-ardi ala tariqi sahiha fa huwa ilmu. Hata kama ni elimu ya masonry, hata kama ni elimu ya carpentry,
kama inafaidisha watu katika society, ni ilmu inazunguka katika dini ya Kiislamu, ni ilmu ya kisheria. Ndio naona katika miongoni mwa sadaqatun jaria au ilmu yuntafa bihi, miongoni mwa sadaqatun jaria, wakati tukielekea kwa Allah, kama sisi tumekufa, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatupalika kwamba sisi tutakufa na kuna vitu vitatusaidia baada ya sisi kuondoka duniani. Kasema idha mata ibn adama inqata amaluhu illa min thalatha sadaqatun jariya au ilmu yuntafa bihi au waladun salih yad'u lahu. Tukiondoka duniani sisi, idha tuweke msingi akieleweka, tuwe na elimu manufaa tumeacha, kama Ustadh Ali na Ustadh Mazengo hapa wana elimu ambayo kwamba wameacha katika mgongo wa ardhi. Kila mwanafunzi akisimama akisema alifu ba, anapata ujira wake mbele Allah. Al-ilmu yuntafa bi. Au sadaqatun jariya ambayo kwamba umepeana hata kisima ambacho kwamba watu watumia katika society, maji yale wakunuka kujifanyia, kutawadha, kugoshea maiti, watu kusali, hiyo pia ni sadaqatun jariya. Kwa hivyo tuwe na bidii haya mambo matatu.